Mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Naomba niwathibitishie ndugu waandishi wa habari kuwa hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonesho au ukanda wowote na akabaki kuwa salama. Vyombo vya dola pamoja kwa kushirikiana na wananchi wenyewe tumejipanga kwa dhati kuhakikisha tunaendelea kulinda taifa letu ili lisivamiwe na adui yoyote wa ndani au nje ya taifa letu. Kwa kuwa maonesho haya ni kielelezo kikubwa cha utajiri wa Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha fahari ya Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha utamaduni wa Mtanzania, tutaendelea kuhamasisha wananchi wote, moja, waweze kushiriki, lakini mbili, waweze kushiriki kwa kufanya biashara, lakini tatu, kwa kuweza kushiriki kuilinda amani ya taifa letu. Na ushiriki pekee wa kulinda amani ya taifa letu ni njia moja tu: kataa vurugu, kataa fujo, muoneshe mtu yoyote ambaye hana nia nzuri ili tuweze kumbaini na vyombo vya dola viweze kushughulika naye. Ndugu waandishi wa habari, mnafahamu ya kwamba Sabasaba ni eneo linalofikika. Dar es Salaam kwa sasa imekuwa ina wilaya 5, ina halmashauri 5, ina kata 102 na ina mitaa si chini ya 654. Ndugu waandishi wa habari, ninachotaka kukimaanisha hapa, wananchi wote wasiwe na mashaka namna ya ufikaji hapa Sabasaba. Moja, tuna usafiri wa kawaida wa daladala, tuna usafiri wa mabasi ya DART, ya mabasi yaendayo kwa kasi. Na ukanda huu tunayo mabasi yanayopita kwenye miundombinu ya DART, mabasi ambayo yapo chini ya mdau au partner anaitwa Moffat. Niwaombe wana Dar es Salaam wote, tunapoyaona mabasi hayo tusidhani moja kwa moja kwamba yanamfaidisha mtu mmoja. Mabasi haya yanafaidisha mkoa, mabasi haya yanatatua tatizo la usafiri katika mkoa wetu, lakini mabasi haya pia ni fahari ya mkoa, kwa sababu inawezekana mahali pengine popote usiyaone katika ukanda huu wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na mambo haya yote, kabla ya ufunguzi wa maonesho haya, kama nilivyosema awali, tunaanza tarehe 28, lakini tunategemea kwamba maonesho haya rasmi yatafunguliwa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nimesema yanaanza tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 na kuisha tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, lakini ufunguzi rasmi ambao unategemewa kuwa na mgeni rasmi mzito utakuwa ni tarehe 3 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na tarehe hii inaweza pia kubadilika kama tu tunaweza kupokea maelekezo mengineyo hapo baadaye. Ndugu waandishi wa habari, kabla kama nilivyosema ya kufungua maonesho haya, kutakuwa kuna shughuli kadhaa ambazo zitatanguliwa nayo, na shughuli hizi kutakuwa kuna mambo ya jogging ili kuhamasisha Watanzania kuweza pia kushiriki katika maonesho haya na kutazama pia kama sehemu ya maandalizi. Lakini zaidi pia tutaweka huko nje kote, tutaweka utaratibu maalum wa kiafya. Watu wasiogope kufika hapa kwa kudhani labda kunaweza kuwa na maambukizi ya magonjwa aina yote. Hakuna maambukizi ya magonjwa ya aina yoyote. Kama ni masuala ya maji na masuala mengine yoyote yanayohusika, watu wa afya kwa kushirikiana na TanTrade watatuongoza ili kuhakikisha kwamba kila mmoja anaingia hapa anakuwa yuko salama. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, kama mkoa wa Dar es Salaam tunaendelea kushirikiana na mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, yani TanTrade, ili kufanikisha maonesho haya makubwa ya kihistoria na yenye heshima kubwa kwa taifa letu. Ni vema njooni mjifunze sasa nyote, muone teknolojia, muone wafanyabiashara, muone uzalishaji, lakini tuyatafute masoko.